Mwenyezi Mungu mmoja na kusudi la maisha. Hebu wazia safu ya mawe mazito yaliyoegemeana. Ikiwa kila jiwe linaegemea lile la nyuma yake na lile la nyumaye linaegemea lingine, mawe yote yataanguka chini. Ili kuyafanya yote yasimame, lazima kuwe na kitu mwishoni ambacho hakiegemei chochote, kitu chenye nguvu za kutosha kushikilia kila kitu, kitu kinachosimama chenyewe na hakitegemei kitu kingine chochote. Kila kitu katika ulimwengu ni kama hayo mawe. Kama vile kila jiwe linavyoegemea mawe mengine ili kubaki limesimama, kila kitu ulimwenguni kinahitaji vitu vingine vingi ili kuendelea kuwepo. Wewe unategemea hewa, maji na chakula. Chakula kinategemea ardhi, mvua na jua. Jua linategemea sheria za kimaumbile. Kila unapoangalia, kitu kimoja kinategemea vitu vingine kadhaa. Sayansi inaelezea miunganiko hii vizuri sana. Inatuambia jinsi kitu kimoja kinavyotegemea kingine. Lakini haielezi kwa nini huo mstari wote wa mawe umesimama hapo kwanza. Haijibu swali, ni nini chenye nguvu za kutosha kushikilia kila kitu? Ili kuelewa hilo, lazima tuangalie zaidi ya huo mnyororo wa vitu vinavyotegemeana. Lazima kuwe na mwenye kuwepo ambaye anashikilia kila kitu, lakini haegemei na wala hategemei kitu kingine chochote. Huyo mwenye kuwepo ambaye anashikilia vitu vyote, lakini hashikiliwi na kitu kingine chochote, ndiye tunayemwita Mwenyezi Mungu. Kusudi la maisha basi, Mwenyezi Mungu alituumba sisi na kila kitu kinachotuzunguka. Tukiangalia huku na kule, tunaona kwamba kila kitu kina kusudi la wazi. Jua linaipasha moto ardhi na kuyainua maji kwenda angani, yakitengeneza mawingu. Upepo unasukuma mawingu. Mvua kutoka kwenye mawingu inafanya mimea iote. Mimea na wanyama hutoa chakula kwa ajili ya wanadamu. Hakuna kitu katika ulimwengu kinachoonekana kuwa cha kubahatisha au kisicho na kusudi. Wakati hata vitu visivyokuwa na uhai vina kusudi, swali la kimantiki linaibuka. Kwa nini Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu ambaye waziwazi ana kiwango cha juu zaidi cha akili na ufahamu? Ili kujibu swali hili, Mungu alituma mitume kufikisha ujumbe wake kwa wanadamu. Kuanzia manabii Adam, Nuhu, Ibrahim, Musa, Daudi, Suleiman, Isa na Yahya mpaka kwa mjumbe wa mwisho, mtume mtukufu Muhammad, amani iwe juu yao wote. Kila mtume alikuja na ujumbe ule ule ulio wazi. Mungu alimuumba mwanadamu ili amwabudu na kumtii yeye. Na maisha haya ya kidunia ni mtihani endelevu wa utii wetu kwa Mungu. Kila tendo, neno, wazo na nia yetu inaandikwa na malaika. Wakati wa kifo ndipo mtihani unapoisha na matokeo kufichuliwa. Wale walioishi wakiwa na imani kwa Mwenyezi Mungu na kutenda matendo mema wanapata ufanisi katika pepo, paradiso milele. Wale waliokufuru na kumkataa Mwenyezi Mungu watapata adhabu ya milele katika moto wa Jahanamu. Tunajuaje ukweli? Tunajuaje kwamba mitume walikuja, waliacha nyuma vitabu vya kimungu ambavyo walivipokea kutoka kwa Mungu? Vitabu vyote vya kimungu vilibadilishwa na kupotoshwa kadiri muda ulivyopita, isipokuwa Qur'an tukufu ambayo imehifadhiwa kikamilifu mpaka leo, zaidi ya miaka 2200 baadaye. Lakini tunajuaje kwamba Qur'an inatoka kwa Mwenyezi Mungu kweli? Hebu tuitafakari sifa za lazima za Mungu. Lazima awe asiye na mwanzo wala mwisho. Ikiwa alianza kuwepo, anategemea kitu kumwezesha kuwepo. Hivyo hawezi kuwa mwenye kuwepo ambaye hategemei kitu kingine chochote. Ikiwa ataacha kuwepo, basi hawezi kuwa mwenye kuwepo ambaye kila kitu kinamtegemea, kwa sababu mwisho wake ungeashiria kwamba kila kitu kingine kinafikia mwisho. Hivyo Mungu hana mwanzo na hana mwisho, lazima awe mmoja. Ikiwa kungekuwa na waumbaji wawili, matakwa ya mmoja yangezuia nguvu za mwingine, na mwenye kuwepo mwenye mipaka hawezi kuwa Mungu. Kwa mfano, kama muumbaji mmoja angetaka jua lichomoze na mwingine angetaka lizame,
Ni mmoja tu angefanikiwa. Yule aliyeshindwa hana nguvu, na kiumbe asiye na nguvu hawezi kuwa Mungu ambaye kila kitu kinamtegemea. Na mwisho, hawezi kufanana na uumbaji wake kwa namna yoyote. Ikiwa angefanana nao, angekuwa mtegemezi kama wao, na asingeweza kuwa mwenye kuwepo ambaye kila mtu anamtegemea. Sasa jiulize, kati ya miungu yote ambayo watu wanaabudu, ni yupi anayekidhi vigezo hivi vya kimantiki? Ni Mungu ambaye aliteremsha Qur'an tukufu. Katika sura ya 10 na 12, Allah anasema, sema yeye ni Allah mmoja. Allah ni mwenye kujitegemea, hakuzaa wala hakuzaliwa, na hakuna yeyote anayelingana naye. Mungu mmoja, hitaji chochote, kila kitu kinamhitaji yeye. Wa milele, hana mwana, hana baba, mwenye kutofautiana kabisa na viumbe, hana mshirika, hana wa kulingana naye. Qur'an inamwelezea Mungu sawasawa na jinsi mantiki inavyotaka awe. Hii siyo sadfa. Huu ni ushahidi kwamba Qur'an tukufu kwa hakika ni kitabu kilichoteremshwa na Muumba wa ulimwengu, Allah Mwenyezi. Mwaliko. Kwa hivyo tunakualika kwenye Uislamu, kwenye ibada ya Mungu wa kweli ambaye aliumba mbingu, ardhi na kila kitu kilichopo. Ili kuingia katika Uislamu, sema tu kwa dhati, nashuhudia kwamba hapana Mungu anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kama tumekosea, utapoteza dakika 3. Kama tuko sahihi, utapoteza kila kitu katika maisha yajayo yasiyo na mwisho wa kuondoka na kupuuza. Mlango wa furaha ya milele uko wazi kabisa. Je, utaingia ndani?